Hey. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Street Pastor, mchungaji wa mtaa. Street Pastor, usikate tamaa. Street Pastor, yote yatakwisha. Street Pastor, huduma yako itakuwa. Street Pastor, wala hautalia tena. Street Pastor, Street Pastor, songa mbele. Street Pastor, I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Unajua Mary ananitafuta sana. Sasa akija hapa usimruhusu. Sawa bosi. Mungu akubariki sana. Mimi nimeshabarikiwa muda mrefu sana Joseph. Muda mrefu nimebarikiwa. Alafu nimekuja na shemeji yako mpya. Huyo sasa ndo atakuwa anakuja hapa mara kwa mara. Lakini kwa bahati mbaya ametangulia ndani kule. Leo ndo nimekaa naye, ndo mara ya kwanza amekunywa pombe. Kwa hiyo yuko bwi katangulia ndani kupumzika. Nachotaka mimi, wewe kesho usiwahi kutoka hapa, ili muonane mzidi kufahamiana. Ondoa shaka bosi. Hata hivyo samahani, lakini nitakusumbua bosi. Lakini ni miezi miwili sasa sijaweza kupata mshahara wangu, na mke wangu anayo mahitaji yake, na kusema za ukweli mimi sina kitu. Kwa hiyo samahani, lakini kama itakupendeza na kukubariki ungenisaidia. Hilo halina shida. Toa shaka hapo, tia imani. Sio, unaelewa? Kesho kutwa takupatia mzigo wako wote. Alafu sasa hivi inabidi nikuongeze mshahara, kwa sababu siku moja usiku nimetoka nje nikakukuta umepiga magoti pale. Umepiga magoti pale ukiwa unaniombea. Nikakuangalia nikafurahi sana. Alafu isitoshe hapa nyumbani tunaishi vizuri, hakuna matatizo, kila kitu hapa kinaenda sawa. Kwa hiyo badala ya kupata 400,000 sasa na kuongezea na kuwa nakupa 600,000. Oh, haleluya. Kuanzia kesho kutwa hiyo. Mungu akubariki sana bosi. Kwa kweli mimi binafsi niseme tu kweli, umenifuta machozi yangu kwa namna ya kipekee sana. Usijali. Usisahau bashiko shangria. Usijali. Nakutakia usiku mwema. Hafananishwi na kitu kingine. Hafananishwi.
Nani mbele yangu huyo? Sisi hapa baba. Chao na Tatu. Shikamo. Marahaba. Mbona asubuhi? Baba, tumepata kazi huko majumba 6. Kwa ndo tumeona tudamke asubuhi. Oh, vizuri sana. Natumaini duka leo halijafungwa. Ndio baba. Kuku tumemwacha dukani. Si unajua sisi watoto wako tunapiga miguu yote miwili yani. Lakini vipi mzee wangu? Mbona tembelea ukuta? Kulikoni? Kwa leo umeona nini? Hii mikogo tu. Hii mikogo sisi mabaharia wa zamani. Mtikisiko wa meli. Wakati wa meli inatikisika. Inatikisika my love Bailona. Baba sogea. Haya. Baba, wewe usiniambie ukimka asubuhi utakuwa umeona haya. Mbona umeamka uoni? Maka uliniahidi. Ndio umenikuta sioni hapa sasa. Nifanyeje baba zaidi ya kuchanganyikiwa? Maana nimelala na matumaini, naamka kumbe hamna kitu. Mimi kwa umri wangu huu nimeona vitu vingi sana. Nimetembea hii dunia mapana na marefu. Nimeona Rashid Kawawa, nikamwona Mwalimu Nyerere, nikamwona Edward Sokoine. Sasa nataka kuona nini mimi? Mimi sina haja kuona tu. Baba, tatizo lako mbishi sana. Sasa mimi nakwambiaje na kuacha na hayo mambo yako hayo. Lakini nikiona sielewi na kubeba wewe natafuta masela, yani nakubeba kinguvu baba. Na kupeleka kwenye bahari ya Hindi. Ukajichovye. Yaani hiyo kibabe inaitwa mara 7. Subutu. Njoo na hao masela wako hao. Ndio utapojua kwa nini mtumbwi hauna setimila. Hebu ondokeni hapa na wenzako mkakiamshe huko msibani. Baba nakupa siku 2 tu ujue. Kama sielewi jitihada zako, mimi nitajua nifanyeje. Twendeni. Wewe Robina. Mbona leo nimeamka mamako sijamkuta asubuhi? Kaenda wapi? Yule atakuwa kaenda kununua samaki. Sio jamaa anapenda samaki. Twendeni jamani, tunachelewa jamani, time hii. Baadaye baba. Nendeni salama. Nendeni mkajishebedue huko. Maana watoto wa kike msibani mnajitia kujipiga mawasa. Shoga yangu baba yule. Tumeamka tu asubuhi tunamwona mtu aoni. Siyo karogwa. Naitwa Mama Robina, ni mke wa Mzee Korongo. Karibu sana Mama Robina. Asante. Mimi ni mama yake Abigaili ambaye hapo awali alikuwa na urafiki mkubwa tu na Robina. Karibu sana. Mimi nimekuja hapa na shida moja tu, na shida ya kuonana na huyo kijana anaitwa Joseph Ndunguru. Maana ninavyokuambia hapa mume wangu amepofuka macho na yeye nasikia uchawi wake ndio sababu kubwa ya mume wangu mimi kupofuka macho. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mpaka wakuu wa anga wameshindwa kumuopoa. Nataka nikutane na Joseph Ndunguru. Mama Robina, Joseph Ndunguru ni kijana mwema sana. Hana makuu na wala hana hata huo uchawi hata kidogo. Kilichomtokea mume wako alikilazimisha mwenyewe. Yeye kaja hapa kuingilia ugomvi wa Robina na Abigaili. Waliposhindwa kuelewana ndo akampofusha macho Abigaili kichawi. Na Joseph Ndunguru alimwambia, naomba umrudishie mke wangu Abigaili uone. Mume wako akaleta kiburi, mume wako akaleta jeuri. Ndio Joseph Ndunguru akamsihi Mungu, naomba umuondolee upofu wa Abigaili upeleke kwa Mzee Korongo. Basi ikawa hivyo. Sasa nawezaje kuonana na huyu Joseph Ndunguru? Joseph Ndunguru saizi yuko kazini. Na ratiba zake akirudi hapa asubuhi, anaenda zake mtaani kuhubiri Injili, kurudi kwake hapa mchana. Kwa hiyo kama unahitaji njoo mchana. Jamani. Haya, sawa mimi ngoja niende. Nitakuja basi hiyo mchana kuja kuonana naye. Lakini kama shida yako ni mume wako kuona, kijana wa watu mbona alishamwambia toka jana nini cha kufanya? Kwa hiyo alisema tutumie njia gani? Unajua Robina alikuja hapa kabla yako. Akaongea na Joseph Ndunguru na alimuelekeza kabisa cha kufanya. Alimwambia kama Mzee Korongo anataka kuona, aende bahari ya Hindi akajichove mara 7 atapokea uponyaji. Sasa mbona Robina mimi hajaniambia kitu chochote? Ina maana mimi Robina angeniambia kama kaambiwa maneno hayo, mimi nisingekuja hapa. Ningemchukua tu mume wangu ningempeleka bahari ya Hindi nikamchovye mara 7 basi.
Mimi ni angepokea uponyaji nisingekuja hapa. Basi mimi wacha niende. Naamini kwamba sitorudi tena. Kama nilisema nitakuja, basi sitokuja tena. Nitamchukua mume wangu tu nimpeleke huko. Amen. Haya, asante. Joseph, nini shida kijana wangu? Au umeshtuka kumwona mrembo wangu hapa? Hapana boss, sijui tu nini kimetokea. Anyway, huyu anaitwa Abigail, au mimi napenda kumwita Ebo baby. Ni mwanamke ambaye ninampenda sana. Kwa kifupi kwamba ndo mama house hapa nyumba. Una maoni gani hayo Joseph? Nimefurahi tu kumwona. Nimefurahi kumfahamu. Karibu sana Abigail. Asante Joseph. Mimi nilikuwa nafikiria Ebo baby sasa hivi aje kuishi hapa, kwa sababu amefanya kwamba usiku wa leo ni uone mzuri sana. Isitoshe, sisi wanaume tukikutana na wanawake watundu na mafundi mara nyingi waga hatupendi kwenda kucheza nao mbali. Au ulikuwa una maoni gani kijana wangu? Wewe ndio unajua zaidi boss. Sawa. Acha nimpeleke mamako nyumbani. Alafu kuhusu masuala ya mshahara wako na nyongeza ni kesho. Sawa? Nashukuru sana boss. Haya. Yesu mwana wa Daudi, Yesu mwana wa Daudi, nisaidie, nisaidie Baba, nisaidie Baba, nisaidie. Moyo wangu na huzuni nyingi mno kiasi cha kufa. Baba yangu na Mungu wangu uliye juu mbinguni, uketie mahali pa juu palipoinuka, ninakuomba Baba, ikikupendeza wewe. Ni mzito, umenielemea Mungu, umenielemea sana. Kikombe hiki sitaki mimi, nasema kama ikikupendeza, kikombe hiki. Mwanamke huyu ni kikombe hiki kiniepuke, si mimi, wewe Baba, kama ikikupendeza. Hawa, mbona kama tumefeli? Maana naona hakuna yeyote anayehamasika na msiba huu. Tusubiri Jalala. Mimi nawaamini sana hao wadada. Hakuna mtu atatoka mkavu hapa. Msiba utafana na kila mtu atajua nguvu yetu. Hawa waliosusa kwa sababu ya ugomvi wao na marehemu watapata aibu, wenyewe watajileta hapa. Tusubiri wamalize kuimba. Mimi nakwambia, wakishindwa kuleta huzuni katika msiba huu, pesa zetu watazirudisha. Tusubiri kwanza, ndio kwanza umeanza. Mimi nimewashuhudia katika msiba wa Geitani. Kila mtu alipata huzuni na walokuwa wanamdai marehemu wote walisamea madeni yao yote. Kwa nini napenda kukata tamaa? Muone yule Lobina Kolongo anavyomvuta cha upele pembeni. Sijui anataka kwenda kukifanya nini. Hivyo msiba umeusoma vizuri huu? Yaani umeusoma vizuri kabisa. Mbona watu makauzu hivi? Yaani wamekauka, wako baridi. Jamani, hata kama marehemu upende. Yaani sio kwa hivi jamani. Tunafanyaje shoga yangu? Mimi naona nachanganyikiwa sasa. Mwenzangu,
Yaani mimi mwenyewe ninashangaa. Watu wametulia tuli kama kafambuzi jamani. Basi kama watu hawali kidogo hata wanacheza cheza kuonesha kama labda kunguni wanang'ata cha. Unajua mtu kanyosha miguu katulia tuli. Jamani watu wagumu, watu wana roho mbaya. Hapa tutadhalilika. Sasa toa mawazo basi Robina. Mimi nakuamini sana wewe. Tufanyeje? Sikiza nikwambie. Tuingie pale. Upo? Mimi wazo langu. Tuingie pale na kulia. Yaani wewe unaongea maneno. Upo? Mimi nagalagala. Yaani tuingie kwa speed. Tutafanya ndio kazi yetu hii sasa. Tutafanyaje? Tuseme tumeshindwa au? Hii ndio kazi yetu ya pili majumba 6. Tukiharibu shoga, tumeliharibu. Tunakosa kazi tena. Mimi nakuelewa Robina. Wewe sasa sikiliza. Wewe nenda kwa kina Tatu, mimi naenda kwa kina Zuena. Kazi ndogo hiyo. Wewe ukializa huku, mimi nikializa huku. Mbona watu wanalia? Jamani naumia mimi jamani. Jamani, tuone shirikiano lieni hata kidogo jamani. Na mnalo ngumu hivyo, mbona wakavu ambia hata kwenye misiba. Wakavu jamani, mbona binadamu mnalo ngumu hivi? Lieni basi hata kidogo mama. Mama hata kidogo baba. Ndugu yangu hapa. Twende wote shoga yangu, tuingie wote huku. Wote nguvu moja huku. Tatu anakiamsha huku, mimi na wewe tunahamshia huku. Mambo yaende sawa. Unazungumza mimi nagalagala, yani hivyo. Yani hao watalia tu. Wataki wasitaki watalia. Leo? Leo mbona watalia? Sikiliza. Tuanze hapa. Moja. Mbili. Dawaje! Dawaje! Dada! Ona Jalala, nilikwambia kimeshanuka, twenzetu. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Kolongo. Naam mkuu. Haina haja kupoteza muda, twendeni. Lakini bado napata mashaka. Nani atatupeleka, maana binti yake huyu haipo hapa? Mkuu, siwe na shaka. Mimi napajua. Si umesema kwa mama wakati? Basi kama hivyo tusipoteze muda bure, twendeni. Lakini nataka nikuhakikishie Kolongo. Leo utarudi katika hali yako ya kawaida. Na tunapokwenda nataka nifanye utishio kidogo kabla hatujafika safari yetu. Maana hatuwezi kuchezewa na mtu eti tuchezewe tu. Haiwezekani. Tunataka tuwe tishio katika mji huu. Ndio. Nafikiri wageni mnajiandaa kuondoka, mimi mwenyeji ndo nafika. Karibuni sana. Asante sana Mama Robina, tuna haraka. Mna haraka? Msiniambie mnaelekea kule, si ndio? Ni kweli Mama Robina, tena tumechelewa sana. Haya, na wewe mume wangu, mbona hujabeba nguo ya kubadilisha? Ukienda huko ukiroa utabadilisha nini? Kwani umesikia mimi naenda kuogelea? Si umeambiwa uende baharini ukajichovye mara 7? Umesahau tena saa hizi jamani. Huyu kijana mjinga sana huyu na uchawi wake. Anafikiri mimi nitashindwa kuona mpaka yeye. Jamani, usiniambie umepuuza maelezo ya Josefu Ndunguru. Umeambiwa uende baharini ukajichovye mara 7. Sasa kitu gani wewe usichokielewa jamani? Nimekuambia Josefu Ndunguru hamwezi hata mfanye nini. Mimi ni maganga. Hakuna kinachoshindikana chini ya jua. Korongo atarudi katika hali yake ya kawaida. Hilo halina shaka. Shujaa wako nampa siku 3.
na hakikisha nampeleka kuzimu. Kama atang'ang'ania nampeleka kuzimu, halafu wewe unashuhudia maziko yake. Nisikilize niwaambie, mimi naongea mara ya mwisho, sirudii tena, na mwisho wa siku msije kusema sijawaambia. Yaani nyinyi yule bwana hamwezi. Hatuna haja ya dua yako, sie dua yako yenyewe haifiki hata katika kenopo. Sikiliza bwana, mimi ninatoka na wageni wangu hapa. Nikirudi niwekee kile chakula ninachokipenda kile. Nataka lile sotoje nijilambe na wageni wangu nikirudi. Twende. Umesikia hivyo? Uniwekee lile sotoje zuri na wageni wangu. Ndio hivyo wenzao wanaona, wewe uone. Kabaki hivyo na mdomo wako kuona uone. Mimi nishaona sana. Joseph! Hata mimi sijui mwanangu. Nimeamka natoka nje ndo nakutana na huyu chawi hapa. Mwanangu usiguse, hili ni tego, hii utakufa. Mama, unajua Mungu ni wa ajabu sana. Unajua leo nimekosa mshahara wangu. Sina hata pesa ya chakula. Unamaanisha nini? Mungu ana njia nyingi sana za kuwatunza watumishi wake. Hatimaye leo ameona aniletee wachawi ili waniletee chakula nyumbani. Sijakuelewa Joseph. Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia, na huyu ni nabii wa machozi. Anasema basi hao wakulao wataliwa. Hawa watu waliofanya hiki kitu, malengo yao ilikuwa ni kwa ajili ya kula afya yangu, kula familia yangu, kuharibu kila nilicho nacho. Yeye anasema hao waliokufanya kuwa mateka watatekwa nyara. Anasema wanaokuwinda atawafanya kuwa mawindo. Huyu ni Mungu amefanya. Wao walidhani wananimaliza, lakini kumbe ni mpango wa Mungu wao walete hiki chakula ili mimi nile. Bado sijakuelewa Joseph. Kusanya chakula hiki na kisha unipikie. Yes, maana ilikuwa ni lazima leo Mungu aniletee chakula kwa njia asijuazo yeye. Lakini mwanangu. Mama, hofu ni dhambi na mashaka ni kifo. Biblia inasema kwa kuwa ulikuwa wa thamani mbele zangu, hivyo mimi Mungu nitakuletea watu wa kabila tofauti, watu wa mataifa mengine, watu sio wajua, ili waje wakushike mkono, wakuheshimishe, wakupe thamani mahali penye fedhea. Huu ni mpango wa Mungu mama. Pika hiki chakula Mungu ameisha kitakasa. Chukua mama. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote
tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi